Klabu ya Simba imekuwa bora sana katika msimu wa mwaka 2024-2025 na jambo hilo limethibitishwa baada ya klabu hiyo kuwa na mwenendo bora katika mashindano tofauti, yani yale ya ndani ya nchi na hata kimataifa. Na leo hii Dost Media tutaangazia safari ya klabu hiyo katika mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika, yani kuanzia mchezo wa kwanza ambao waliucheza mpaka ule ambao waliucheza dhidi ya Stellenbosch katika hatua ya nusu fainali. Jina langu ni Maunga Junior na hii ni Dost Media. Tarehe 15 Septemba mwaka 2024 ndio safari ya mnyama Simba ilianza katika mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika, na mchezo huo aliucheza dhidi ya Al Ahly Tripoli akiwa ugenini. Dakika 90 zikamalizika, hakuna aliyemfunga mwenzake, na mchezo wa marudiano ukafanyika tarehe 22 Septemba mwaka 2024 katika dimba la Benjamin Mkapa. Dakika 90 za mchezo huu mnyama Simba akaondoka na ushindi wa mabao 3-1, mabao yaliyofungwa na Kibu Denis kunako dakika 36, Lionel Ateba dakika 45 pamoja na Edwin Barua dakika ya 90 kwa upande wa Al Ahly Tripoli. Goli pekee la kufutia machozi likifungwa na Mabululu Junior kunako dakika ya 17. Baada ya ushindi huu mnono, mnyama Simba akafanikiwa kuingia katika hatua ya makundi. Katika hatua hiyo alipangwa kundi A likiundwa na timu 4 ambazo ni CS Sfaxien, FC Bravos, CS Constantine pamoja na klabu ya Simba mwenyewe. Mbilinge katika hatua ya makundi zikaanza tarehe 27 Novemba mwaka 2024, mnyama akiwa katika dimba la kujidai dhidi ya FC Bravos. Dakika 90 zikamalizika, mnyama akaondoka na alama 3 pamoja na ushindi mwembamba wa bao 1-0. Mchezo uliofuata wa hatua ya makundi ukapigwa tarehe 8 Disemba mwaka 2024, mnyama akiwa ugenini dhidi ya CS Constantine akakubali kichapo cha mabao 2-1. Mnyama akakaa chini akajiuliza, akarejea nyumbani tarehe 15 Disemba mwaka 2024 na yule CS Constantine akaingia katika nyanja ambazo mnyama anajidai. Dakika 90 za mchezo huu zikamalizika, mnyama akaondoka na ushindi wa mabao 2-1. Mchezo uliofuata wa hatua hiyo ulifanyika tarehe 5 Januari mwaka 2025, mnyama akiwa ugenini dhidi ya CS Sfaxien akaondoka na ushindi wa bao 1-0. Mchezo mwingine ulifanyika tarehe 12 Januari mwaka 2025. Katika mchezo huu mnyama alicheza dhidi ya FC Bravos akiwa ugenini, akalazimisha sare ya bao 1-1. Baada ya kutoka hapo akaenda kucheza tarehe 19 Januari mwaka 2025 akiwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Ulikuwa ni mchezo wa kuhitimisha hatua ya makundi ambapo dakika 90 zikamalizika, mnyama akaondoka na ushindi wa mabao 2 dhidi ya CS Constantine. Hatua ya makundi ikamalizika, mnyama Simba akawa na jumla ya alama 13. Maana yake alishinda michezo 4, kudraw mchezo mmoja na alipoteza mchezo mmoja dhidi ya CS Constantine ambapo alikubali kichapo cha mabao 2-1. Baada ya mnyama kutoka katika hatua hiyo na kwenda katika hatua ya robo finali, mnyama akatangazwa kuchukua nafasi ya 4 kwa ubora wa virabu Afrika. Wakati wanashangilia, Al Masry yakawa anawasubiri, na mchezo wa robo finali ukafanyika tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 2025. Katika mchezo huu ambao ulifanyika uko katika taifa la Misri, mnyama Simba akakubali kichapo cha mabao 2-0. Baada ya kupoteza dhidi ya Al Masry, mnyama akarejea nyumbani na kujipanga vyema kweli. Mchezo ukapangwa na muda ukafika. Dakika 90 zikamalizika, mnyama Simba naye akilipa kisasi cha kufunga mabao 2 yale kwa 0 dhidi ya Al Masry. Aggregate zikawa zinafanana. Nani ataenda hatua ya nusu finali? Mikwaju ya penalty ndio ambaye iliamua mnyama Simba ili aweze kwenda hatua ya nusu finali. Hatua ya nusu finali ikafika, mnyama akutana na Stellenbosch kutoka taifa la Afrika Kusini, na mnyama akafanikiwa kuondoka na ushindi mwembamba wa bao 1-0. Na mchezo wa marudiano ukafanyika katika taifa la Afrika Kusini. Dakika 90 zikamalizika, hakuna yoyote ambaye aliweza kufanikiwa kupata bao. Kwa hiyo aggregate klabu ya Simba ikafanikiwa kwenda katika hatua ya finali, na finali inasubiriwa mnyama ili aweze kucheza dhidi ya RS Berkane katika dimba la New Amani Complex, japokuwa bado kuna mkanganyiko wapi mchezo utafanyika.
Wekundu wa Msimbazi wanasema watatoa tamko, lakini mamlaka husika na maanisha shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF wameshasema kwamba ama wameshawatumia barua RS Berkane inaonyesha kwamba mchezo huo utafanyika katika dimba la New Amani Complex. Je, nini matumaini yako kuelekea kwenye mchezo huu? Basi usisahau kuandikia ujumbe mfupi hapo chini. Jina langu ni Maunga Junior na hii ni Dost Media. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Bye bye.